Kama kuna kitu ambacho kimeongoza kwenye kuleta madhara makubwa sana kwenye maisha ya vijana, hasa kwenye kipengele cha mahusiano na ndoa kwa ujumla, ni watu kutokuelewa maana halisi ya upendo. Unaposema unampenda mwenzi wako unamaanisha nini? Unaposema fulani ninakupenda unamaanisha nini? Kutokujua maana ya jambo hili limeleta madhara makubwa sana kwenye maisha ya vijana, hususan kwenye eneo hili la mahusiano. Maana ya upendo ni nini? Unaposema ninakupenda au maana ya upendo, maana yake ni kwamba upendo maana yake unakuwa tayari kwa ajili ya ustawi wa maisha ya mwenzako. Maana yake unakuwa tayari kwa chochote, kwa lolote ambalo ni jema kwa ajili ya ustawi wa maisha ya mwenzako. Kumbuka, upendo hatuangalii kwa pande mbili, huwa tunaangalia upendo kwa upande mmoja. Yaani unaposema ninampenda mtu fulani, hatuangalii kama yule mtu anakupenda au hakupendi. Hilo hatutaki kujua. Sisi tunachoangalia ni wewe. Unaposema unampenda yule mtu, je, uko tayari kwa ajili ya ustawi wa maisha yake? Maisha yake yawe bora, manake uko tayari kujitoa ili yule mtu aweze kufanikiwa, aweze kuwa bora. Ndiyo maana haswa ya upendo. Kwa hiyo upendo upo katika mtu mmoja. Kwa unaposema kwamba nampenda fulani, manake nipo tayari kumvumilia, nipo tayari kupambana, nipo tayari kujitoa, nipo tayari kusacrifice baadhi ya vitu ili yeye aweze kuwa salama, ili yeye aweze kuwa bora, ili yeye aweze kufanikiwa. Ndio maana ya upendo. Sasa maana ya vijana wengi kwenye eneo hili la upendo, anaposema ninampenda fulani, anamaanisha kwamba kuna baadhi ya vitu atavifanya akitegemea yule anayemfanyia na yeye arudishe fadhila fulani, kwamba mimi namfanyia hiki, lakini na mimi nategemea hiki ndicho kifanya na yeye afanye kitu fulani. Na wanasema kwamba huo ni upendo. Huo sio upendo, na ndicho kitu ambacho kinawadanganya wengi. Wanajikuta kwenye mtego na wanajikuta wakiumia sana kwenye mioyo yao. Upendo hufanyi kitu. Upendo sio kufanya kitu halafu utegemee malipo. Huo sio upendo. That is another thing. Hiyo ni biashara. That is business. Biashara ndiyo tunafanya kubadilishana, kwamba mimi natoa huduma, wewe unanipa fedha, au mimi natoa bidhaa, wewe unanipa fedha. Lakini upendo haupo hivyo. Upendo ni mimi najitoa kwa hiari yangu mimi mwenyewe. Kwa hicho ninachokifanya sitegemei malipo yoyote kutoka kwako kama fidia ya upendo wangu. Kwa hiyo upendo ninafanya mimi kwa hiari yangu. Ndio maana upendo ni kitu kigumu. Ndio maana upendo hutakiwi kuingia huko wakati hauelewi, kwa sababu ukienda tofauti, mwenzako asipofanya sawasawa na vile unavyotaka, ndio matokeo ya kuumizwa moyo. Upendo sio kwa ajili yako wewe. Upendo sio kwa ajili yako wewe, sio kwa ajili ya manufaa yako wewe, ila upendo ni kwa ajili ya manufaa ya yule ambaye umechagua kumpenda. Narudia tena, upendo sio kwa ajili ya manufaa yako wewe, isipokuwa upendo ni kwa ajili ya manufaa, usitawi, ubora wa yule ambaye umeamua kuupenda. Na hiyo ndiyo maana ya upendo.